lako nimelipenda, lakini swali lako ni simple sana. Kikubwa, unajua ukubwa wa Harmonize, mipango ya Harmonize na endorsement ambazo amepata Harmonize, hata ingekuwa binadamu yote uogope, hasa mwenye sekta ambao mpo mnalingana, lazima uogope. Hata ingekuwa mimi, lazima ningekuwa na dukuduku na wivu, binadamu mwogope. Lakini ukiwa na hofu ya Mungu, ule wivu utauacha, utampongeza. Kwa hiyo endorsement ambazo Harmonize alikuwa amezipata, endorsement ambazo Konde Gang wamezipata, lakini mipango ya Konde Gang pamoja na Harmonize ilikuwa ni mikubwa mno, ambayo baadhi ya lebo zilikuwa haziwezi kuhimili. Baadhi ya lebo ambazo zilikuwa haziko tayari kufanya competition na wao, wakaona njia pekee ni wao kumdestroy psychologically. Lakini baada ya kutumia ujanja wao, walikuwa kutumia hofu ya kumrudisha nyuma ili waweze kufanikiwa, wakaangukia pua. Kwa nini waliangukia pua? Baada ya kumuaffect Harmonize na Konde Gang kwa ujumla psychological, wakajikuta hawamuaffect yeye, bali wanazidi kumuumiza mama na mtoto badala ya kumuumiza Harmonize. Kwa hiyo nikwambie tu, kitu kinachoendelea ni wivu. Binadamu ukiwa na wivu, ukiwa una hofu ya Mungu, lazima utafanya vitu vibaya. Kwa sababu hii ni kundi tu, ni genge na lebo ya watu wamekaa wamekusanyana, bwana wewe tunakutumia, hebu push hichi, tumdistroy, tumtoe kwenye line, tumtoe kwenye njia, tubaki sisi. Lakini njia unazozitumia wakati wa Mungu ni wakati sahihi sana. Tukubali tukatae. Kwa sasa hivi ni wakati wa Konde Gang, sasa hivi ni wakati wa Harmonize. Hili liko wazi. Kuna vitu hatutumie nguvu. Kila kitu wanasema, mzungu anasema everything starts and have a limit. Kila kitu kinaanza lakini kina mwisho wake. Kwa hiyo wakubali kuwa sasa hivi ukisema lebo, utazizungumza lebo mbili kubwa, Kings Music na Konde Gang, ambayo Kings Music inabeba hadhi ya Tanzania, uzalendo wa Tanzania. Konde Gang endorsement, muziki wenye kuelimisha. Nani alikuwa anamtazama? Nani ambaye kati yenu alikuwa anamtazama Angela kama mtu ambaye alikuwa amekata tamaa? Wote tulikuwa tunamtazama hivyo. Nauliza nani hapa mwezi kusema, lakini wote tulikuwa tunamtazama Angela ni mtu ambaye amekata tamaa, hahitajiki kwenye jamii. Ndio maana halisi ya lebo inamchukua mtu ambaye mwenye mtaji. Huwezi kumchukua mtu ambaye anaweza kula, anaweza kulala, anaweza kuingia studio akasema mimi namsaidia. Lakini angalia Konde Gang kwa ujumla wake, walimfuata mtu ambaye mwenye uhitaji. Kwanza alikuwa hawana muonekano, lakini alikuwa na matatizo ya kiafya. Wakasema tunakuchukua wewe na tunafanya endorsement kwako. Hakuna lebo ambayo ingeweza kufurahia hiyo kitu. Hakuna lebo hata moja ingeweza kufurahia hiyo kitu. Wametoa album, hazifiki hata Mburahati. Njia pekee ya kufanya ni kubadilisha upepo, kumpoteza kwenye leli Harmonize. Lakini niwaambie, katika wasanii ambao nikitaja watatu wenye hofu ya Mungu, Harmonize alimtanguliza Mungu, na ndio maana umeona hili limepita na bado yuko strong. Na wanasema wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Yajayo unafurahisha. Na nisiwafiche, kupitia mwezi huu wa Ramadhani ambao sisi nilikuwa naongea na Harmonize wakati nakuja huko, kupitia mwezi wa Ramadhani nilimwambia jikite kwenye ibada. Acha ushirikina, acha nini, acha wacha wafanye wao, wewe jikite kwenye ibada, mpigie goti Mungu. Wataadhirika hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu alisema mwenye kunililia mimi, mwenye kunipigia goti mimi, lazima majibu yake hapa duniani. Kwa Mungu mahesabu. Okay, mimi tukende kitu kimoja kwenye ngoma yako ile. Wanasema kwamba umefahamu kwa nini 10,000 imewekwa tembo, alafu buku 2 imewekwa simba. Nataka ni wewe ulikuwa unamaanisha nini hasa? Thamani ya hela tu. Thamani ya hela mimi thamani ya hela. Kwa hiyo 10,000 na thamani kuliko 2,000 ni hilo tu. Na ndio maana ninaposema thamani ya hela namaanisha kuwa pesa yako unaitumia ipi kwa wakati husika. Mfano mzuri tumekuja na CRS. CRS kuna kampuni nyingi sana za usafi, lakini package wanasema red card walizokuja nazo CRS tofauti na red card ambazo mmezizoea kuzikuta. Mtu akisikia kampuni ya usafi, mimi mwenyewe mwanzo niliogopa. CRS cleaning service, unaogopa, unajua hasa wataka madola. Lakini baada ya kuangalia red card zenu, na wapo kwenye website unaweza kaingia kuangalia nilivyoziona red card. Mimi nilimwambia mke wangu sasa swala la usafi ushawishi kwangu mimi ya kusema naweza nikafanya kazi, kwa sababu siku zote vijana ambao TI tumetengeneza brand zetu huwa tunapenda kufanya kazi na kampuni ambao ni brand nazo zimejitosheleza, ambao zina uaminifu mkubwa. CRS ni miongoni mwa kampuni ambayo
mmeonyesha uwezo wenu, lakini pia mmeweza kufanya kazi na taasisi ambazo zinatambulika duniani. Pure Fit Out hapo, JF Flynn, Rota ni kampuni ambazo kubwa na nyinyi mashirikiana nazo. Inawezekana kwa Tanzania mimi nikasaidia mkapiga step, lakini kwa upande wangu na mimi nimeona opportunity kupiga step, kwa sababu kuna baadhi ya makampuni pia huwa nilikuwa naangalia kwenye ma TV, kwenye ma website, lakini nilipoona mko nayo karibu kwangu ni advantage. Huwa mimi sikubali tu balozi kama balozi, kwa sababu unaweza kukutana na balozi mtu akwambia njoo hapo uoshe vyombo, wewe balozi unaosha vyombo. Ni kutokana na ulivyojiweka na unavyopeleka idea yako na wao wanapokea. Kwangu mimi kuko tofauti. Kwanza nishukuru mmeona jicho la upekee kwangu. Baadhi yenu japo tulikuwa na competition ya watu wengi, wapo wasanii wengi ambao tulikuwa nao, lakini mpaka riziki kaamka kwangu, mimi nishukuru. Lakini huu niwaambie waandishi wa habari, ndio tofauti wa kutengeneza brand na kuikuza, lakini na kutengeneza jinsi gani unaweza ukasaidia taasisi. Kwa balozi sio kukaa mbele na kusema tu au kupost kwenye social media. Utofauti wa watu wanashindwa kuelewa, balozi sio kila siku kuamka asubuhi kupost, no. Balozi ni jinsi gani utatumia fame yako, umaarufu wako, jina lako au brand yako kupeleka connection kwenye taasisi uliokuwa nayo. Wanasema interdependent. Yaani wao utawategemea, lakini na wao wanakutegemea. Jinsi gani unaweza kusaidia ukawapelekea connection na wao wakafaidika na wewe ukafaidika. Hilo ndio kubwa ambao hatujui, ndio tutakuwa tunajua tu yule balozi wa fulani anatakiwa aposti. Mimi kwenye akaunti yangu kuposti nikipenda, lakini kikubwa na watengenezea connection, na hilo ndio kubwa. Tumeona wasanii wengi na kila mtu ana njia yake ya kufikisha ujumbe. Mimi peke yangu, mimi njia yangu tofauti kidogo, imekuwa sana ya kushirikisha ujumbe wangu, kufikisha kwenye zile taasisi ambazo wewe unahitaji kuwa nazo connection. Siwezi kusema ni mshike labda mtu fulani bwana, kuna taasisi hapa fanya nayo kazi, no. Naangalia ina tija na wewe unaweza kufanya naye kazi, kwa sababu sio wote watafanya kazi na CRS, kwa sababu wengine kutokana na mazoea yetu tuloishi unakuta inakuwa na ugumu. Lakini mimi nitaangalia taasisi ambazo kwa namna moja au nyingine CRS ni madhubuti kufanya nayo kazi, ambao haitakuangusha wewe wala wewe hautaangusha wao. Hilo ndio kubwa kwanza. Kwa hiyo kwa hili mimi niseme alhamdulillah. Unaposema alhamdulillah, maana yake milango imefunguka. Unaposema mlango umefunguka, ni riziki imefunguka. Kutafutwa, kukutanishwa na kampuni kubwa ambao wameanzia Ireland, ni taasisi kubwa na wamekaa wamefocus, wamekuona mtu kama wewe, kwangu mimi ni advantage. Na hii inafungua milango kwa wasanii wenzangu. Niwaambie tu inawezekana ndani ya mipaka na nje ya mipaka. Lakini kwa namna hii moja, ukiweza kujichunga, ukiweza kutengeneza njia zako, ukiweza kuhakikisha kuwa unafanya kitu sahihi. Mimi pia nimshukuru Mheshimiwa Waziri Bwana Bashungwa, Waziri wa Habari, Sanaa, Michezo, kwa sababu ni miongoni mtu mmoja wapo mkubwa sana alikuwa ananiambia kabla ndugu zako kule wakati wamenicheki, cha kwanza nilimkimbilia waziri kwanza. Mimi na mawasiliano mazuri, nikamwambia waziri, kuna kampuni hii ipo nje, moja vita tuna imenicheki, lakini kuna kawaida uje katikati hapo na utapeli. Bwana Mheshimiwa Waziri alijifuatilia na kulifuatilia kwa karibu. Nilikuwa nimekuficha wewe hapa, lakini Mheshimiwa Waziri alifuatilia na akaona hapana, hapa Mwijaku hawa wako serious. Sasa